Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Pesa unajua nguvu yake? Afute pesa. Amepigilia msumari hapo. Na mimi nakomea hapo tu. Acheni kujifariji. Kina mama, masaa mangapi kwa siku unayatumia kutafuta pesa? Na masaa mangapi unayatumia kwenye umbea? Unaweza kujikuta kwenye masaa 12 nusu saa ndio inayotumika kwa kazi ya maana, alafu masaa mengine wewe njoo nikupe umbea. Unawasha pikipiki, unatoka hapo umebeba na bodaboda kwenda Bomani, umeulipia umbea nauli kwenda kupata umbea, maneno ya kutembelea mtaani. Turudi kwenye familia, tukae tufanye evaluation, tufanye tathmini. Masaa mangapi ninayoyatumia kwenye vitu vya maana na masaa mangapi yanapotea katika utendaji wa shughuli, hata tu kwenye familia. Sawa, kina baba mara nyingi hatushindi na familia. Baba, mama, unachukua nafasi yako kwenye sehemu ya familia. Kuna shinikizo la mabadiliko ya familia, linaweza likawa kwenye pesa. Na mimi narudi pale pale. Mkianza kufanikiwa, uwe mwalimu, mama, kaa karibu na mume wako. Narudia tena. Wanaume tukipata pesa, wachache sana tunaobaki na akili ya kuzaliwa. Sizungumzi kwa kutoa kichwani, wataalamu wanasema hivyo. Wengi tukipata pesa, vichwa vinakuwa juu. Unanielewa eh? Mimi nafanya survey. Mimi nakutana na wazee, yani mpaka amepinda hivi. Mimi kazi zangu nafanyia hapa mjini. Yaani unamuona huyu mzee miaka 80 na kitu. Alishiriki tuanike. Yaani unaona huyu yuko sawa kweli, huyu yuko sawa huyu. Yaani miaka 80, hoya njoo. Wewe mzee wewe, una shida. Kuna tatizo fulani hapa. Kuna changamoto. Yaani kwa kawaida tu ukichukulia huyu mtu mentality hayuko vizuri. Miaka 80. Anakashinirija kajukuu. Huyu ana shida fulani. Kuna shida. Sasa huyu, kuna wengine akili hivyo hivyo yakuja kujifunza, wengine za ukoo, wengine namna gani, lakini yote kwa yote iwe dhambi. Tunaambiwa kwamba kujua ama kutojua sheria hakukuondolea adhabu. Iwe kwamba nilikosea nikatenda kosa, nilikuwa sijui mheshimiwa hakimu. Unaposema hivyo, hakimu anapiga muhuri kasungamili. Utajieleza baadaye. Unanielewa eh? Kwa hiyo iwe nimekosa mimi, iwe kwa mawazo, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu, iwe nimekosa kwa bahati mbaya ama kwa kusudi, dhambi ni dhambi. Ndio maana padri siku moja hapa alihubiri kwamba unaweza ukasamehewa dhambi, lakini matokeo ya dhambi hayawezi kuondoka. Makovu ya dhambi hayaondoki. Unanielewa mama? Sikiliza. Kama ulizini ukaja kuungama, ila ulikozini uliambukizwa magonjwa, Mungu anaondoa magonjwa? Tunielewa siku nyingine. Sasa namba 7 ambayo ni mwisho hapa, naelekea kumaliza, ni kukosa mbele yetu watu walio mfano bora. Hivyo najua maisha yetu haya, huyu mama tunajifunza kwake, yani wajukuu wanaweza kujifunza kwake. Na wengi watu wanasema kwamba bibi yenu hakuwa hivyo, mama yenu hakuwa hivyo, kwa sababu huyu alikuwa mfano. Kwa hiyo kukosa mifano bora mbele huwa ni changamoto ya wamama wengi kupotea. Huu mfano nilishawahi kurudia, ngoja niurudie hapa. Ni kwamba nafikiri nilikuwa na kina mama wa Busisi, sijui wapi huko, sijui Bukara. Niambia kwamba mabinti wengi siku hizi wanaolewa si kwa sababu wamehitimu kwenda kuanza maisha ya familia, ila wanaolewa kwa sababu wamekuwa kiumri. Unanielewa mama? Kwamba wewe kulia nyumbani, yani ile kukua tu ni kigezo cha kwamba aolewe, si kwa sababu ametengenezwa kuwa mama bora. Ndio maana hata nyie kina mama, kati ya mtu, wale wazungu wanasema kati ya mtu mwenye vision na television, anachaguliwa mwenye television, mwenye vision anaachwa. Vision ni maono, television ni screen. Mwenye screen anachaguliwa,
mwenye maono anaachwa. Wewe unaenda kusema kwamba umekuja kuposa kwenye familia, unasema kwamba mimi nilikuwa katekista, eti yani huwa nafunga sana. Sisi tumeshiriki kujenga hilo kanisa, alafu akaja mwenye gari hata kama ana tabia mbaya, utaangaliwa wewe katekista? Yawezekana unielewe. Yaani mwenye ukatekista wake akafie mbali, tumemwona mwenye gari anapewa mke, katekista anaachwa. Narudia neno lile mara nyingi nalizungumza kwamba kina mama mabinti wenu wafundisheni kuchagua waume walio na Mungu ndani, kwa sababu mwenye Mungu ndani kila kitu kimo, mpaka magari. Ila hao mnaowaambia kwamba maisha bora ni yule mwenye nyumba, aliyesoma, mwenye magari, hata kama hana Mungu amepotea, kwa sababu huyu aliye navyo kuondoka kwake ni rahisi, vitu kuondoka kwake, ila mwenye Mungu ni tajiri, ana kila kitu. Hiyo ni ngumu. Wamama ambao tumepigwa na vikoba, halafu unajikuta vikoba vinakuja kulipwa vyote na mtu huko, hivyo utachagua mtu mwenye Mungu ndani? Olewa tu, huyu nafikiri ndo mume wa ndoto zako. Na ndoa nyingi sasa zinakuwa za maigizo. Miezi mitatu maruru yanaanza ndani. Lianza kuwa naingia saa 1 jioni, baba wa watu anaanza kuwa naingia saa 2, anaanza kuwa naingia saa 5, anaanza kuwa nakuja saa 6. Hapo ndoa bado na mwezi mmoja. Binti wa watu wamejikazakaza humo ndani, hatoi taarifa. Mashoga zeka, unanielewa aliyowaonyesha gauni jeupe watamcheka. Sasa mwisho wa siku huyu kijana anaanza kuwa anakuja anabadilisha tu shati, anakwenda. Kuna rafiki yangu mmoja tulikuwa tunazungumza naye, rafiki yake naye ilifikia hatua akawa anatembea na nguo zake kwenye gari na pasi. Ni hapa Misheni, simsemi jina nisionekane muongo. Yaani nguo, mwanaume anatembea na kabegi kana nguo na pasi, haijulikani zinafuria wapi. Yaani maisha yako yote sasa ni hivyo, kama mwenge wa uhuru. Kifika sehemu zinafuriwa, fanyaje? Ananyoshewa, zinawekwa kwenye gari, maisha tena yanaendelea na mbio za mwenge wa uhuru. Sasa ukifikia hapo umefika pabaya sana. Lakini hata wamama wapo wenye maisha ya kufanana na hayo. Kujitenga na jiwe waliolikataa waashi, yaani kujitenga na Kristo, ndio tunaona akina mama ambao ni wabinafsi. Leo tuna wamama wabinafsi, anayeweza kuchoma chips ya shilingi 3,000 na mishikaki ya 2,000 na soda ya baridi, alafu nyumbani watoto wanashinda njaa. Ndio tunawashuhudia katika kizazi hiki. Unanielewa? Wapo katika kizazi hiki leo ndio wanapatikana wabinafsi, ambaye kanisani hata ufanyeje ni wa kwanza kupotosha kwenye jumuiya kwamba maisha ni magumu. Laki 50,000 hivi, hilo benchi kweli linaweza likawa milioni? Kwani maswali hayo hamjayasikia nyinyi? Hivi hilo benchi wewe unaujua mninga unauzwa shilingi ngapi? Mbona mnafanya tathmini? Mninga huu mti unaujua unauzwa shilingi ngapi? Futi huu unauzwa kwa futi moja pale. Ama wale wanaoendelea na shughuli za ujenzi wanaelewa ninachokizungumza. Lakini kuna mtu anasema hivi hilo benchi linaweza likawa milioni 1 kweli? Na bwana kajaga ono. Lakini huyo ana kadi hizi na amekataa kwa hiari kupewa kadi za ufadhili, anataka kadi za kamati. Kwani hawapo kadi za kamati? Sherehe za hapa mjini ikipwaya sana ina hela ndogo, ni shilingi 100,000, si ndio hivyo? Kamati hapa mjini, unanielewa mama? Shilingi 100,000 na zote analipa zote. Ni ubinafsi.
Kwani huko ukumbini kwenye hizo kuku unakwenda kwa na watoto? Wewe unapeleka familia yako? Hiyo 100,000 bitiwa kama hiyo. Wewe unakula chakula cha 100,000 peke yako? Sawa, ni mapendo, tunasaidia watu wengine, lakini basi kipaumbele hata kwenye familia tuone haya maisha. Jamani, hayo ndio maisha hivyo hivyo. Kuna muda enjoy na familia yako. Mimi ni mdau wa familia, hata kama sina uwezo mkubwa. Wewe mama una nafasi ya kufurahia na familia, kwa sababu hilo ndio kanisa lako. Unanielewa vizuri? Una furaha ya kwanza kwa mama mwenye mtoto huwa ni kumuona mtoto ameshiba, hata kama ameshinda njaa. Daktari mwenye akili ni kumuona mgonjwa ameinuka, amepona, hata kama yeye kuna magonjwa yanamsumbua. Unanielewa vizuri mama? Sasa wewe, watoto wetu ni kweli, yani ukimsimamisha mtoto hatufanani. Watoto wetu wana utapia mlo, ni kweli, lakini tunafanya jitihada basi angalau watufanane. Tumsifu Yesu Kristo. Majumuisho sasa. Mama, suluhisho la changamoto hizi zote ambazo pengine tunazipitia ama muda mwingine nyingine zinatufuata, kwa sababu si kila matatizo tunayatafuta na sadiki kwa vitu vinavyoonekana. Kuna mambo mengine yanakuja tu. Ndio maana Yesu walimuuliza kwamba, Yesu, huyu kipofu tukimchukua yeye na wazazi wake, ni nani aliyetenda dhambi mpaka akawa hivi? Lakini Yesu alisema kuna mambo mengine yanakuja ili Mungu ajitukuze. Yaani zamani tulikuwa tunaamini kwamba mtu akiambukizwa HIV, huyo ameshindikana. Unanielewa vizuri? Wameshindikana. Nani kakwambia hivyo? Nani kakwambia wewe? Madaktari ambao tunaenda kuambukiza sisi mle wangapi? Kuna madaktari tunawaua yaini mle. Umekosea tu hivi, mgonjwa anarusha mikono huko, daktari anajidunga sindano. Unanielewa vizuri? Acha kuhukumu, acha kusema maneno magumu. Ukimtu, kuna mwimbaji mmoja kwamba ukiona niko kwenye shida niombee. Si mnamjua yule mwimbaji? Ukimwona mtu anaponya katikati ya matatizo, usikae pembeni kuanza kuhukumu. Na watu wengi tunakosa baraka za Mungu kwa sababu tumekuwa watu wa kuhukumu wengine. Tunawasema wengine vibaya. Nilishawahi kuambia, mume wako mama akiwa mtulivu, funga nini? Funga mdomo, dunia isisikie. Mume wako akiwa na tabia ya kukununulia kanyama ama kukuletea kakitenge, funga kamdomo, dunia isisikie. Nyama inakuhusu wewe. Unanielewa? Mume wako kama ana kipawa cha kuhudumia ukweni kwao, kwa maana kuhudumia huko kwa baba na mama wa kwako, funga mdomo, kwa sababu si wanaume wote wanaweza kufanya hivyo, na wanaume si kwa. Hayo ndio majumuisho. Wanaume hawajapewa vyote kama ambavyo wanawake mmenyimwa. Yaani kwamba wewe mama hujapewa kila kitu na Mungu, hujatimia katika yote, na mwanaume naye hajatimia katika yote. Yapo ambayo kanyimwa. Nikupe mfano. Kuna baba ambaye ni mzuri sana kwenye familia, watoto shule kwenda vizuri sana, mnakula vizuri, lakini anapiga ngumi ndani. Ukianza ugomvi anapiga ngumi. Mnanielewa? Lakini katika mengine yote tukifika kwenye familia yuko vizuri sana. Kuna baba hapigi ngumi, yaani na familia yuko vizuri, na ndugu wa mwanamke anawajali vizuri sana, lakini kila mtaa anajumuia na kigango. Unanielewa wewe mama?
yaani ana tuvigango twingi tu na tujumuia twingi. Yaani kuna mtoto unapishana naye njiani unaona mbona anafanana na watoto wa kwangu pale nyumbani. Yaani unanielewa yaani kila mtaa unakutana na sampuli mpaka zinakutia mashaka. Huyu mtoto mbona anafanana, mpaka unakafuata katoto. Wewe mama yako ni nani? Ni fulani, na baba simjui. Kengele ya hatari inalia kichwani. Inawezekana huyo ni wa kwenye familia yetu. Lakini ukimleta kwenye familia huko, yaani ukweli mpaka kuna wanaume mpaka wanatetewa ukweli. Yawezekana wewe matatizo yako, huyu baba hana shida, lakini shida yake unaijua wewe. Kuna wababa ni watu wa maendeleo tu kwenye familia, yaani yeye pesa atakayoipata utasikia amenunua kiwanja, amenunua sijui kitu gani, yaani hajuagi sasa hata mwanamke ananunuliwa kitenge. Sio kwamba hela hana. Kwa upendo wa Kristo, yaani hata ungemwambia kwamba kuna kitenge cha WAWATA, hakuna, utajinunulia mwenyewe, hajui hivyo. Lakini usifikiri kwamba huyu hana kila kitu. Kuna sehemu Mungu amempa, unanielewa vizuri, lakini ni mtu wa miradi. Akipata pesa, yani wale wanaitwa multi project, yani kila sehemu ana miradi, lakini hajuaji kwamba anavaaje familia yake. Tena ukifungua na kabiashara, utakuwa unahudumia mwenyewe familia. Yani mambo mengi huko. Kuna baba ametimia karibu katika yote, ila ndoa haina utoshelevu. Si umenielewa mama ndoa haina utoshelevu. Mwenye masikio na asikie. Ndoa haina utoshelevu. Ndoa ina tendo lake. Ndoa inaitwa tendo la, sio mimi niliitwa huko tendo la ndoa. Ndoa ina tendo lake. Hakuna utoshelevu kwenye familia, kwenye ndoa. Naye yuko hivyo, naye ni baba wa namna hiyo. Lakini ukipindua ukurasa wa pili, na wamama wapo wa namna hiyo ambao ni mzuri kabisa, mpole kweli, hawezi kabishana na mtu, lakini mchafu kama banda la kuku. Ukiingia ndani mchafu, nakwambia acha. Unanielewa jamani? Wa vyote na Mungu. Kwa hiyo inapofika sehemu, mama, angalia sehemu ya kasoro zako. Kasoro za kimwili zina nafasi kubwa sana za kuchechemua kasoro za kiroho. Ndio maana maandiko yanasema hivi, nafikiri hii ni teolojia, kwamba mazungumzo mabaya yanaweza yakaharibu tabia njema. Wewe unavyoshinda siku nzima unazungumza na nani? Yaani yale maneno ya kijinga ambayo unazungumza, unashauriana na watu, huwa yanakaa sana akilini. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo katika hitimisho kabisa, tufanyie marekebisho kwenye kasoro zetu, ziwe za kimwili ama za kiroho. Na hapa nilipanga kuzungumza hicho ambacho alikizungumza mkufunzi aliyepita, kwamba katika ukimya tuwe na nafasi ya kusikiliza unavumilia nini. Kuna kitabu changu kimoja nimeandika, kinaitwa Kwaresima ya Maisha, kitaingia sokoni hivi karibuni, ambacho nilikiandika kwa muktadha wa kikanisa. Unajua kila kinachoandikwa ndani ya kanisa lazima kipewe ithibati na kanisa, unaelewa Humo kwenye Kwaresima ya Maisha nimeonyesha kwamba, je, unafanya nini baada ya Pasaka? Na wewe ikiisha Pasaka unaishije? Kwaresima tunayotakiwa kuishi ni Kwaresima ya maisha. Kama ulijitoa kwa ajili ya maskini, Kwaresima hii ni mazoezi, ila ikiisha Pasaka iwe ndio Kwaresima yenyewe. Uwaone wahitaji, uwaone wafungwa, uwahurumie na kuwahudumia maskini, hivyo iwe sehemu ya maisha. Mwisho kabisa, Zaburi ya 51 mstari wa 10 inasema, Bwana uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Wamama, tafuteni utulivu. Tafuteni utulivu. Sio kila kitu cha kumjibu mtu, sio kila kitu ni cha kujibizana na watu, na si kila kitu cha mtu. Muda mwingine tuwe na roho ambazo zimetulia.
Mama yetu Bikira Maria ni mfano wa wamama wa familia. Mama yetu Mtakatifu Monika ni mfano wa wanawake walioolewa na wanaume walioshindikana. Si mnajua Mtakatifu Monika alikuwa ameolewa na vilevi. Kwani unafikiri kuna dhambi mpya hapa duniani? Kila kitu kilikuwepo. Yawezekana wewe asitoke padri, lakini uzao wako ukawa sio wa mapooza. Hatuwezi tukatoa mapadri wote, lakini tutoe watu ambao wanajielewa. Hata kama sio wote, yule uliopewa na Mungu ndio huyo. Kina mama, tunikeni humu kanisani, tunikeni. Lakini huwezi kukosa neno moja linalokufaa. Chukua hilo tu linalokufaa na ulifanyie kazi. Tubadilike, tutengeneze mabadiliko ya ndani. La sivyo tutakuwa ni Wakristo wenye utapia mlo. Kwa nje tunaonekana tumekuwa, kumbe ndani tuna utapia mlo wa kiroho ambao mwambia mtu basi hebu sala tuna ya kushukuru chakula, tumemaliza kula, anasali Baba yetu uliye mbinguni. Ana utapia mlo huyo, ana shida. Sala ya matumaini, anasali na sadiki, ana shida. Kuna kitu kiko sawa. Haya, sala ya Mtakatifu Inyasi, kuna watu wanachanganya sala ya Mtakatifu Inyasi na, unaelewa kuna kachumbari fulani pale. Huwezi ukapata kitu kutokana na kutojifunza. Yaani kila siku wewe mama ama Mkristo ni mwanafunzi, mwalimu wa Kristo. Tukubali kujifunza na majukwaa hapa tunapokutana hivi pamoja iwe ni sehemu ya kukua kiroho, ya kwamba tumeongeza kitu na itusaidie kwanza sisi wenyewe, halafu tupeleke kwenye familia zetu. Na nukuu maneno ya Mhashamu Askofu wetu wa jimbo la Geita. Mimi huwa namsikiliza sana. Kuna msemo siku moja alisema, kama tunataka kumsikiliza Kristo, tuanze kusikilizana sisi kwa sisi. Kwenye jumuiya tunasikilizana. Asilimia kubwa hapa ni viongozi wa jumuiya. Tusiwe waamrishaji kwenye jumuiya, tuwe wachungaji, tunaowajua hata watu wetu. Sijui kama naeleweka katika hili. Tuwatembelee wagonjwa, tuwatie moyo. Huko kwetu sisi jumuiya Mtakatifu Padre Pio tumembadilisha mganga wa kienyeji. Ameanza kusali. Mungu alivyo ajabu, ukatokea msiba pale. Baada ya kama miezi 6 hivi, tukahudumia kama Mkristo mwenzetu, hatukuhudumia kama mganga wa kienyeji. Unanielewa vizuri? Mwisho wa siku tumeanza kumbadilisha huyu baba. Huo ni mfano tu wa kawaida. Kuna watu tumewafanya waache kusali kwa sababu ya tabia zetu, midomo. Kuna watu tumewakatisha tamaa. Tumepangia mchango wa shilingi 10,000, lakini huyu mtu akatoa shilingi 4,000 ama shilingi 5,000. Yaani maneno yanayomtukana ni kama vile mhalifu. Kama sivyo tutabaki watano. Si ndio maneno tunayotumia? Hapana, sisi ni wachungaji. Hatujatumwa kwenda kuhukumu watu. Tuwafundishe na kuwarejesha kwa upole. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.